michezo mwenzetu, popote pale ulipo, karibu tena dimbani, karibu tukujuze kile ambacho kimeendelea. Lakini taarifa kubwa zaidi, mnyama ametoka kutakata muda huu, amepata ushindi mzuri kwa kweli, bao 1-0 dhidi ya Wagonga Nyundo wa kule mkoani Mbeya. Mambo ni mazito kwa klabu ya Yanga, wakimtazama mtani wao ndio hivyo tena anaendelea kukusanya alama zake, ikiwa ibakisha michezo yake mitatu ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Je, atashinda yote na shughuli itakuwaje? Basi ungana nasi bwana Sako kwa Bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli, yasiokuwa na shida wala shaka yeyote ile, nikiwa na wachambuzi nguli na mashuhuri kweli kweli, Katalambula Yusufu, lakini pia chambuzi la system bwana Godfrey. Sisi ndio sisi, na hapa tunakupatia taarifa nzuri kutokea kwetu bwana Katalambula Yusufu. Naam. Ni kwa namna gani Simba amepata matokeo ya ushindi kwenye mchezo huu wa leo, japokuwa ni ushindi mwembamba wa bao 1-0, lakini alama 3 muhimu kibindoni? Yes, kwa upande wa Simba mechi ilikuwa ni ngumu kutokana na mazingira ambao walikuwa wanaenda kukutana nayo. Yes. Kwa maana cha kwanza ni aina ya uwanja. Tumeona mara kadhaa timu nyingi zimekuwa zikipata tabu sana katika uwanja ule wa Sokoine Mbeya, hasa wakicheza dhidi ya Mbeya City. Lakini kurudishe tu hata mechi ambazo Simba akicheza na Tanzania Prison pia amekuwa kistruggle, na mara kadhaa pia amewahi kupoteza katika ule uwanja. Kwa hiyo ugumu wa uwanja Simba walitarajia kuona kwamba anaenda kukutana nao, lakini mbaya zaidi pia muda ambao ameenda kucheza nao ni muda ambao hatujawahi kuzoea wala kuiona Simba wakiwa wanacheza katika mida ama majira ya saa 8. Kwa hiyo unaweza kuona ni vitu viwili vimekuja kukutana kwa pamoja, hivyo hii ni wazi ingeenda kutengeneza game ngumu sana. Lakini ni sifu mbinu za mwalimu, kwa maana Steve Barker kuna baadhi ya mabadiliko ameweza kuyafanya kuhakikisha anaweza kwenda kupata ushindi. Niliona shape ya uchezaji ya Simba leo hii imebadilika, hasa katika sifa ama nidhamu ya ukabaji. Ndio maana haijawa bahati mbaya kwa Simba kumaliza mchezo pasipo kuruhusu goli. Leo Steve Barker alijua kwamba kuna baadhi ya wachezaji energy yao huwa inawahi kushuka sana. Kwa hiyo akaamua kwenda na mfumo tofauti. Leo jinsi ambavyo amecheza Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kante hawajatumika kama double pivot, ila wametumika kama fullback invited ambao wanatokea kati. Ukiangalia mara nyingi sana Yusuf Kagoma alikuwa anacheza eneo la fullback wa kulia, kwa maana kwa Shomari Kapombe, lakini kwa Alassane Maodo Kante alikuwa anacheza eneo la Anthony Mligo, kwa maana fullback wa kushoto. Wakati huo Anthony Mligo na Shomari Kapombe walipewa nafasi ya kuoverlap kwenda juu kucheza kama mawinga. Hii imewapa nafasi kina Clatous Chota Chama, Neo Maema pamoja na Elimpanzu Kibisawala ili kuweza kuwa na kiwango bora sana pale kati, lakini pia kuhakikisha kwamba hawamwagi jasho kubwa sana, kwa sababu ni mechi ambayo muda ambao unachezwa ulikuwa mgumu. Kwa hiyo tumeona hayo mabadiliko ambayo yamejitokeza na imeweza kumlipa kocha Steve Barker. Kilichohitajika leo hii ni kupata ushindi, na wala si tu kwamba ushindi lazima uwe mkubwa, bali kutokana na ugumu ambao anaenda kupatikana ilihitaji tu ushindi hata wa goli moja ambao tayari umepatikana. Lakini nikirudi katika takwimu ambazo nilizikusanya kwenye mchezo huu wa leo, ambapo takwimu hizi zinaonyesha kwamba kipa wa Mbeya City amefanya save moja. Hii inaonyesha kwamba hata wao wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba mechi ilichezwa zaidi kati kuliko kwenda kulishambulia lango la Mbeya City. Lakini offside zilikuwa 5 kwa Simba, 3 kwa Mbeya City. Wakati huo Mbeya City wakicheza faulo 9, Simba akicheza faulo 5, na katika hizo faulo 9, faulo 6 zote zimechezwa na mchezaji Libase Gay. Kwa hiyo namna gani alikuwa na accelerate katika eneo la kulia. Lakini pasi ambazo zimepiga Simba, amepiga pasi 535. Wakati huo Mbeya City wamepiga pasi 224. Sawa, katika hizo pasi 500 ambazo wamepiga Simba, pasi 429 zote zimefika, kwa maana nasema pass complete zimekamilika. Lakini Mbeya City katika pasi 224 ambazo wamezipiga, pasi 148 ndizo ambazo zimekamilika. Lakini kwa ball position 70% kwa Simba, 30% kwa Mbeya City. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Simba leo walikuwa na kiwango bora sana dhidi ya Mbeya City, lakini walicheza kwa mipango na mikakati thabiti ili kuhakikisha kwamba wanapata goli na wanaweza kulilinda
na kuondoka na pointi 3. Sasa hivi tunazungumza Simba amepanda kileleni akiongoza ligi huku akisubiria klabu ya Young Africans hapo kesho atakapocheza dhidi ya Fountain Gate. Kama atapata ushindi basi Young Africans atarudi kileleni, lakini kama atapata sare pia Young Africans atarudi kileleni kwa goal difference ambayo Simba amezidiwa magoli mengi na Young Africans. Sawa, ni Katolambole Yusufu huyo, tukiuangazia ushindi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba goli 1-0, goli ambalo limefungwa na kijana Eli Panzu Kibisa wala mitaa sasa inaimba, Simba wanashangilia Eli 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 hatari kweli kweli hiyo bwana. Godfrey Chabuzi la system, Eli Panzu anafanya Simba wanatoka kifua mbele goli 1-0, alama 3 kibindoni. Simba yuko pale kileleni anaongoza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hatutazami matokeo ya mwingine, lolote linaweza kutokea. Mpira wa miguu na matokeo matatu: kushinda, kufungwa ama kupata sare. Nini hasa ambacho nakiona kwenye hiki ambacho Simba amekivuna na jio alistahili, ama shughuli ilikuwa nzito kweli kweli? Cisco, kwenye mechi hizi zilizosalia, yes, wanasema cha msingi zaidi ni pointi 3 bila kujali aina ya mchezo ambao umecheza ndani ya dakika 90. Okay. Kwangu mimi ukiangalia leo Simba hawakuwa kwenye performance yao. Yes. Kwa nini? Kwa sababu kwanza aina ya mchezo, wamecheza ugenini, hilo la kwanza. Ni uwanja ambao umekuwa ni kizungumkuti kwa vilabu vingi sana, hasa vilabu hivi vikubwa viwili vya Simba na Yanga kupata matokeo mazuri kwenye uwanja huo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, aina ya muda ambao Simba wamecheza, hawajawahi kucheza kwenye muda huu. Pengine jua kali, joto, pamoja na namna ambavyo mazingira halisi ya mchezo kwenye jua kali, pengine ndivyo ambavyo vimepelekea Simba kucheza kwa kiwango cha kawaida. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu, aina ya mchezo ambao wameucheza Simba. Tukumbuke Simba wamecheza na Mbeya City. Mbeya City ambaye yuko kwenye tunazungumzia ile table ya either kushuka daraja ama kucheza playoff. Kwa hiyo mechi hizi huwa zinakuaga ngumu sana kwa mtu yoyote kuweza kuzicheza. Kwa nini? Kwa sababu Mbeya City naye anahitaji alama, anahitaji kujitengenezea mazingira pengine ya kuweza kuona ni namna gani ambavyo anaweza kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini aina nyingine ama sehemu nyingine ambayo imefanya mchezo kuwa mgumu ni sehemu ya wachezaji mmoja mmoja kuweza kujitoa wa Mbeya City. Ndo sehemu ambapo michezo ya mwisho kabisa ambayo wachezaji huwa wanahitaji kuonyesha viwango vyao, pengine kuwashawishi mabosi wao, ama pengine kutafuta malisho mapya kwenye timu zingine. Unaona kabisa namna ambavyo wachezaji walikuwa wanajitolea kukaba na kuweza kuziba nafasi na kuweza kuwa contain Simba, pamoja na Simba wenyewe kujilaumu, unasema wajilaumu wenyewe kukosa nafasi ambazo wamezitengeneza. Lakini huwezi kuacha kusifu aina ya mchezo ambao wamecheza wachezaji wa Mbeya City. Lakini jambo lingine ambalo linatia ugumu ndo mechi ambazo huwa zina hamasa kutoka nje ya uwanja, kutoka kwa viongozi. Ulikuwa unasikia kauli mbalimbali kutoka kwa viongozi wa Mbeya City na wajiji kabisa, walikuwa wanajitahidi kuweka hamasa, kushinikiza, kuhanikiza kuona pengine wanaweza wakafanya jambo kwa Mbeya City kuweza kupata chochote kitu. Kwa hiyo binafsi Simba leo haikucheza mchezo mzuri, lakini kikubwa kwenye mechi hizi za mwisho ni kuangalia namna ya kuweza kupata alama 3. Bingwa ni yupi? Bingwa ni yule ambaye anapata alama 3 kwa michezo yoyote ile. Ni nukuu kauli moja ya Jose Mourinho. Aisha kusema kwamba mshindi ama kocha yoyote ama timu yoyote ambayo inagombania ushindi, haijalishi inapata ushindi kwa namna gani, either kwa set pieces ama kwa mipira ya counter, tunazungumzia counter attack, ama kwa mipira ya kutengeneza mashambulizi, ama kwa mipira ya kutenga, aina yoyote ambayo timu itapata matokeo, manake huyo anamaanisha ni mshindi. Kwa hiyo kwangu mimi pongezi kwa hicho ambacho wamekipata Simba.
matokeo kwa goli moja kwangu mimi, yes, unaweza ukasema ni matokeo kiduchu, lakini matokeo hayo kiduchu yamewapa alama 3 ambazo zimewafanya wa chip in kwenye nafasi ya kwanza bila kuangalia mpinzani anavuna nini kwenye mechi zake. Cisco, sawa bana, hivyo ndivyo ambavyo Simba ameendelea kutamba na kutisha kwelikweli kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Anaopiga mwingi mnyama wa kimataifa, mnyama nguvu moja, mnyama sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani, lakini Eli Mpanzu Kibisawala anaoelekeza namna ambavyo wachezaji wakubwa wanaamua matokeo kwenye mechi ambazo zinataka maamuzi ya mchezaji mmoja mmoja. Unaweza kuzungumza mengi kwa Simba au kucheza vizuri kwenye mchezo wa leo, lakini ndio hivyo na ndio maana amesajili wachezaji wazuri, lengo kuhakikisha kwamba anatengeneza nafasi na mazingira bora kweli kweli ya kuwa bingwa msimu huu. Bana, ubingwa umekuwa mgumu Katalambula Yusufu. Ubingwa hujawahi kuwa rahisi. Yes. Ubingwa mara zote unakuwa ni mgumu, na yule ambaye anajipanga ndiye ambaye anakuwa bingwa. Lakini kwa hivi karibuni, kwa misimu miwili hii, ubingwa umekuwa na challenge tofauti na misimu kadhaa ambayo imepita huko nyuma, kwa sababu msimu uliopita tulisubiri mpaka mechi ya mwisho ndio iamue nani ambaye anaenda kuwa bingwa. Young Africans baada ya kupata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, Young Africans akatawazwa kuwa bingwa. Lakini msimu huu tunaona panda shuka ya timu hizi. Simba akiwahi kucheza kishinda na panda juu, Young Africans akija akishinda anakuja kushuka. Kwa hiyo ugumu umetengenezwa hapo. Naweza nikasema kwamba kuna wakati Simba wao ndio ugumu waliutaka wenyewe, lakini pia kuna wakati naweza kusema Yanga pia ugumu ameutaka wenyewe, kwa sababu kuna muda mmoja alikuwa anapoteza. Young Africans alipitia kipindi cha kupata sare 3, wakati wa Simba akashindwa kutumia madhaifu hayo. Lakini wakati kuna nyakati pia Simba alipita katika kipindi cha kupoteza mchezo, lakini Young Africans akashindwa kutumia nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi sasa hivi bado ubingwa ni mgumu, na tunasubiri na kuona nini hasa ambacho kitaamua, lakini moja kwa moja kusema fulani ndo anakuwa bingwa, kwangu mimi naona bado yoyote anaweza kuwa bingwa msimu huu. Sawa, chambuzi la system. Mchezo wa leo, man of the match kwa upande wako nani anastahili? Iko kiatu. Kwangu mimi man of the match ni Yusuf Ali Kagoma. Yusuf Ali Kagoma angestahili kwangu mimi kuwa man of the match. Kwa nini? Kwa sababu unajua kwenye matukio mengi, yes, unaweza ukakaunta goli la Elie Mpanzu kupatia Simba pointi 3, si ndio? Lakini pia angalia namna ambavyo Yusuf Ali Kagoma alikuwa anaweza kazuia zile counter attack ambazo walikuwa wanazitengeneza Mbeya City. Manake ni nini? Manake kama jitihada za Yusuf Ali Kagoma kuweza kuzuia zile counter attack ambazo walikuwa wanatengeneza Mbeya City, pengine tungekuwa tunahesabu matokeo tofauti. Hilo la kwanza. Lakini la pili, leo Yusuf Ali Kagoma amekuwa muhimili mkubwa sana kwenye eneo la kiungo, kuanzia kwenye kucontrol game, kuanzia kwenye eneo la chini. Kuna muda alikuwa anahusika sana kwenye mazingira mengi. Sometimes ulikuwa unaona anacheza kwenye back 3, anakuwa kama beki wa pembeni, anakuwa wachezaji watatu, Lushan Diluk, Ismail Ture pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Lakini kuna muda anatengeneza triangle, anakuwa pale juu wachezaji watatu, Yusuf Kagoma anakuwa Lushan Diluku pamoja na Ture. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya namna ambavyo Mbeya City walikuwa wanacheza, wakicheza kwenye low block. Lakini ukiangalia pia leo kitu cha tofauti kwa Yusuf Ali Kagoma, amepiga sana vertical pass, kitu ambacho binafsi sijawahi kumzoea akicheza ama akipiga zile pass. Lakini leo ameniprove kwamba kumbe ukiendelea kumpa confidence mchezaji, anaweza kukupa kitu chake cha ziada ambacho yuko nacho. Okay. Jambo lingine kwa Yusuf Ali Kagoma, aliweza kuunganisha kwenye safu ya kiungo na safu ya ushambuliaji. Amepiga pasi nyingi sana kwenye eneo la ushambuliaji la Simba. Pengine kulikuwa na mazingira tu ya umaliziaji ama ya papala kwenye timu ya Simba kwenye lango la Mbeya City, ndio pekee ambayo imeshindwa kuzalisha goli bwana Cisco. Kwa kwangu mimi Yusuf Ali Kagoma kwangu mimi alikuwa anastahili kabisa kuwa man of the match.